Nuru inayofukuza giza. Giza linaenea kwa sababu kuna mwanga unaotokea, na huo mwanga unatoka wapi? Hivyo basi, hii ndiyo changamoto itakayokuwa ikiendelea. Hii ni picha ya kivuli ya kuvutia sana inayotolewa hapa katika simulizi la Kutoka, lakini ina kusudi halisi kabisa la kuhusika na nuru ya Elohim katika haya yote. Kwa hiyo, chukua hili kwa maana ya wapi hasa mwanga utaonekana tunapokaribia mwisho wa enzi. Na ni muhimu kiasi gani kwetu kuelewa hili sasa. Lakini kabla hata hatujafika kwenye nyakati zilizowekwa za msimu wa vuli, hapa tupo kwenye sikukuu za majira ya masika. Na kama tulivyosema awali, hutaweza kuelewa nyakati zilizowekwa za msimu wa vuli kama hujaheshimu sikukuu ya mikate isiyotiwa chachu. Na hutaweza kuelewa jinsi mwanga unavyohusika katika mpango wa ukombozi. Kwa sababu, kwa bahati mbaya, kumekuwa na kuchachuka kwa watu wake kunakoendelea. Kwa hiyo, ili sisi kuelewa kikamilifu jukumu ambalo nyumba ya Israeli itakuwa nalo na kucheza, tunapokaribia mwisho wa enzi hii, kwanza tunahitaji kuheshimu mikate isiyotiwa chachu na kuondoa chachu katika maisha yetu. Kwa nini? Kumekuwa na hadithi nyingi za uongo zinazoendelea na kufundishwa kwa kiasi kikubwa katika mwili wake, kando ya mto wa Kikristo, kando ya mto wa Yuda, na sasa hasa katika nafasi hii ya kati. Unajua, iwe unataka kuiita mizizi ya Kiebrania ya kimasihi, chachu imetokea hapo pia. Na kwa hivyo sasa tuanze kujaribu na kubishana kweli na maana ya kuheshimu mkate usiotiwa chachu. Nitakuacha usome hili Curtis. 2 Timotheo 4:3-4, kwa maana wakati unakuja ambapo watu hawatakubali mafundisho yenye afya, bali watakuwa na masikio yanayowasha. Watajikusanyia walimu kwa ajili yao wenyewe ili wawafundishe kulingana na tamaa zao wenyewe. Kwa hiyo watakachofanya ni, basi tutajaribu kutafuta watu ambao watatufanya, kimsingi ni hisia zinazotokana na hisia, kutafuta, niambie kile ninachotaka kusikia. Na hivyo watawatafuta walimu au wataenda kunywa kwenye visima hivyo na kutafuta huku na kule, kwa sababu hawa watu wanatuambia kile tunachotaka kusikia. Na bila shaka kuna hatari kubwa kwa hili, kwa sababu inasema wataacha kusikiliza ukweli na kugeukia hadithi za uongo kama matokeo yake. Na mara nyingi huwaambia watu, kama unapata hili kuchomwa na roho au kitu kama hicho. Hilo linapotokea ndani ya roho yako na kitu fulani kinachofundishwa kwako, badala ya kumshambulia mjumbe au kujaribu kumlaumu, unajua, Michael au Curtis au kitu tunachofundisha, labda roho anajaribu kufanya jambo fulani, kwa sababu labda kuna kitu ndani yetu, chachu hii ambayo tunapaswa kuitazama, kwamba labda kuna changamoto inayoendelea. Na ukilisukuma hilo mbali na kwenda kumtafuta mtu wa kukuambia kile ambacho tayari unajua au unafikiri unajua, unaweza kuwa hatarini kugeuzwa na kuamini hadithi. Na mara nyingi hadithi hizi huletwa kwetu kupitia mapokeo. Sasa kuna hadithi nyingi zinazotuzunguka kuhusu kile tunachotarajia kupitia. Na unajua, wengi wetu huenda tumeshachukua haya pia kutoka kwenye safari zetu za kidini za zamani. Kwa hiyo, tunapoendelea na mafundisho haya, kuna jambo muhimu sana tunalopaswa kuelewa kuhusu hekalu la Elohim ni nini hasa, kwa sababu mitume na wanafunzi wa mwanzo walikuwa na uelewa tofauti kabisa na kile kinachofundishwa huko nje. Sehemu kubwa sana ya Agano Jipya au kile kinachoitwa Agano Jipya kwa kweli haina maana kama una uelewa huu wa kipuuzi kuhusu hekalu la kweli la Elohim ni nini na mahali ambapo nuru ya Elohim inakaa kweli. Kwa ajili ya muda, hatuna muda wa kukuonyesha mistari yote na kadhalika, lakini unapoona neno hekalu katika tafsiri zako za Kiingereza, katika hadasha ya Uingereza au kile ambacho ungejua kama Agano Jipya, kuna maneno mawili yanayotumika katika Kigiriki. Kwa Kiingereza utaona neno hekalu, lakini kwa Kigiriki kuna maneno haya mawili, neos na hieron. Sawa?
Kwa sababu ya Kiingereza kusema hekalu, 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 hii imewapotosha watu wengi sana kuhusu andiko hili au maandiko, kwani simulizi za Injili zinatumia neno naos katika maeneo muhimu sana. Kwa sababu unasoma tu hekalu, hekalu, hekalu kwa Kiingereza, unaamini kwamba inazungumzia kitu kile kile. Lakini hata Kigiriki kinakamata matumizi mawili tofauti. Na usipoelewa tofauti kati ya haya, ni rahisi sana kuongozwa kwenye hadithi na hadithi za uongo. Na chachu hii ya kidini ikiingia katika uelewa wetu, hatimaye wa mpango wa ukombozi na nyakati zilizowekwa. Na hivyo tutakachoona ni kusoma baadhi ya maandiko. Kuelewa tofauti hii kati ya Neos na Hieron kutabadilisha mambo kidogo. Kwa sababu wanafunzi walipoandika Agano Jipya walichagua kutumia maneno fulani maalum. Na hilo linafanya tofauti kubwa jinsi unavyosoma na kutafsiri vifungu muhimu katika simulizi za Injili. Kwa hiyo, ili kufafanua maneno kidogo, neno Hieron kwa Kigiriki linamaanisha hasa eneo lote au uwanja mzima wa hekalu. Kwa hiyo, si jengo la hekalu pekee, bali pia linaweza kuwa ua, yaani nyua za nje. Linarejelea hasa matofali, chokaa na mahali pa hekalu. Sasa, neno Hieron linaweza kumaanisha kitu kilichotakaswa au kisichotakaswa. Na hili ni jambo muhimu kutofautisha, kwa sababu neno neos kwa Kigiriki linaweza kumaanisha tu patakatifu au patakatifu pa patakatifu. Kwa hiyo, hieron linaweza kutumika kwa kitu kilichotakaswa au kisichotakaswa, hata kufikia kiwango kwamba moja ya matumizi ya hieron wewe katika kitabu cha Matendo ya Mitume inarejelea hekalu la kipagani la mungu mke Artemis. Sasa, usingeweza kutumia naos kwa hilo neno kwa sababu si hekalu lililotakaswa. Na hii ndiyo tofauti kuu kati ya maneno haya mawili. Hieron kimsingi ni matofali, chokaa na eneo la kile kinachoitwa hekalu. Neos kwa Kigiriki inamaanisha tu kitu ambacho kimetakaswa na ya, kama unavyoona matumizi yake katika Brit Hadasha. Kwa hiyo, unapofahamu tofauti hiyo kuu, hii itakuwa muhimu sana kuelewa tunapoendelea mbele kwenye mafundisho. Ili kutoa mfano wa jinsi hieron inavyotumika, kumbuka kwamba neno hili la Kigiriki hieron ni matofali na chokaa. Kwa maneno mengine, ni eneo la jengo linalojulikana kama hekalu. Yeshua aliingia hekaluni, Hisaron, na kuwafukuza wote waliokuwa wakiuza na kununua ndani ya Hisaron. Akapindua meza za wabadili fedha na viti vya wale waliokuwa wakiuza njiwa. Sasa, wabadili fedha hawakuwa kwenye patakatifu. Wala hawakuwa kwenye patakatifu pa patakatifu, sivyo? Hawakuwa ndani ya jengo halisi la hekalu kama vile wangekuwa kwenye nyua za nje. Na hivyo, matumizi haya ya Kigiriki ya neno hili yanaonyesha kwamba hieron ni kweli matofali, chokaa na maeneo ya nje ambayo hekalu lilijengwa juu yake. Sawa? Tunaweza kuelewa kwa urahisi pia kwamba kwa sababu Yeshua anapindua hizi meza, hapa si mahali ambapo uwepo wa ya ulikuwa. Yeshua asingeweza kufanya hizi mahali patakatifu. Angekuwa anajua amri za Torati kuhusu hili. Kwa hiyo, tunaweza kuona hapa kwamba hii inahusu tu eneo, sehemu, matofali na chokaa. Hii haijatakaswa na Yah, yani uwepo wake wa kimungu haupo pale kimwili. Tunaweza kuona wazi hili kutokana na hilo. Nuru ya Elohim haipo pale. Na hakuna njia ya kumfanya Masihi aonyeshe aina hii ya tabia ambayo ingekuwa ya kudhalilisha mahali patakatifu kweli. Na kwa hivyo tunajua alikuwa dhabihu isiyo na dhambi ndani yake. Na kwa hivyo hajakosa lengo hapa. Sio utata. Lakini inakwambia waziwazi
Kwa hakika imerekodiwa katika Hadasha ya Uingereza. Je, hiyo uso wa Elohim unaong'aa ambao ungehusishwa na patakatifu pa patakatifu pa kweli haupo. Na unaona hili katika Mathayo 21:12. Inasema, na Yeshua akaingia hekaluni na kuwafukuza wote waliokuwa wakiuza. Imenunuliwa hekaluni. Akapindua meza na wabadilishaji pesa na viti vya roho. Kwa hivyo inaendeleaje sasa? Ingawa tofauti ni plata. Kwa hivyo hii ni moja kwa moja. Kwa hivyo, Curtis, ni nini hasa kinachofanya hekalu liwe takatifu basi? Tafadhali nielimishe. Nao katika hekalu la kwanza, katika hema, Musa na Haruni aliamuru hili, na uwepo wake ulikuwa wazi na ulirekodiwa. Kwa hivyo tunaona mahali ambapo hili linatajwa kwa mara ya kwanza katika Kiebrania kwetu, lililotengwa kama patakatifu patakatifu, kwamba amri ni ya kufanya hivyo, na uwepo wake umeandikwa waziwazi. Kwa hivyo hekalu la kwanza au hekalu au kitaka hema, hili ilikuwa nini? Naam, tulikuwa na hekalu la Sulemani. Na tunajua kwamba Daudi alikuwa na damu mikononi mwake, lakini Sulemani aliendelea wakati huu kutimiza hili, na uwepo wake umeandikwa wazi. Kwa hiyo hivi vinatimiza kipengele ambacho Kigiriki kilikuwa kinakamata. Na tunapozungumza kuhusu jinsi ilivyorekodiwa katika Agano Jipya au Brit Hadasha, kuna kiini hapa. Yaani, katika hekalu hili kutakuwa na mahali patakatifu wa kweli kama Kigiriki kinavyosema, neos au patakatifu. Mahali palikuwa hapo kwa sababu uwepo wa Yah mwenyewe, Elohim, upo hapo. Kisha inaendelea kuhusu hekalu la tatu. Kuna jambo la kuvutia. Sasa watu wengi wasingeliita hekalu la tatu, Michael. Na kuna jambo hili lote kuhusu pango la Yeremia, na tutazungumzia hili. Lakini hili ni la kuvutia kwa sababu Yeremia ni wa kuvutia. Anatajwa katika kitabu cha 2 Makabizi kama simulizi la nje lisilo la kikanoni, lakini hata hivyo ni simulizi sahihi sana la jambo lililofanyika wakati wa Yeremia, ambapo Wababeli waliposhambulia Yerusalemu na kuingia, walichukua sanduku na kulificha. Na cha kuvutia ni kwamba tunajua uwepo wake ulikuwa sehemu ya hilo wakati wa Yeremia, na hakuna rekodi ya kuondoka kwake. Hivyo jambo ambalo Yeremia alifanya wakati huu, na tutalizungumzia zaidi kidogo, lingefanywa pamoja na ukoo wa Wakohathi. Kwa ukuhani wa Walawi, wao ndio wangekuwa na uwezo na ndio pekee kwa mujibu wa Torati ambao wangeweza kulihamisha hili kulingana na kile kilichofanywa na Yeremia wakati huo, wakati wa Babeli walipokuwa wanakaribia mji. Kisha kuna hekalu wa 4 uliorekodiwa wa Dario Mkuu. Amri ya Yayaz iliyotolewa na amri ya mwanadamu. Sasa hili ni la kuvutia kwa sababu sasa tunaanza kuona nguvu ya mwanadamu inavyoingia, na hakuna rekodi ya uwepo fulani ulioshirikishwa na hili. Kisha tunaendelea na hekalu la 5 ambalo kila mtu analifahamu, na hilo ni ukarabati wa Herode lililojengwa sasa kwa amri ya mwanadamu pekee. Alafu kuna hekalu la 6 hapa, uwezekano wa jitihada za kisasa, na unasikia mambo yote hayo yanayozunguka taasisi ya mlima wa hekalu, na hili katika taifa la kisasa la Israeli, na kisha kutaka kujenga hekalu upya. Tena hakuna kitu katika maandiko kinachoamuru hili lijengwe ikiwa litafanyika kwa amri ya mwanadamu. Na kama kitu kinajengwa kwa amri ya mwanadamu pekee na kwa mkono wake, hiyo haimaanishi uwepo wa Elohim. Kwa hiyo tunapaswa kuwa waangalifu sana sana kuhusu lugha fulani inayotumika. Hatuwezi kubadilisha mpangilio tuliopatiwa. Kama hajaamuru, basi hatoi uwepo wake juu yake. Na kwa hiyo hili ni jambo la kuvutia sana. Na bila shaka, hii ndiyo sababu uliona tabia ya Yeshua wakati wa hekalu lililojengwa upya na Herode. Kwa hiyo hakuna kitu kitakachobadilika. Elohim hatashuka na kutakasa juhudi zozote za kitu chochote kinachoendelea katika taifa la kisasa la Israeli sasa hivi kuhusu ujenzi upya wa hekalu, haijalishi sababu au visingizio ni vipi. Hatujaribu hasa kuamua nini mwanadamu afanye au asifanye.
Sisi tunabainisha tu kwa wazi kwamba uwepo wake ndio unauumba naos. Kwa hiyo tujenge tunachotaka, lakini tunasisitiza tu hoja hii kibiblia. Huu ni utawala wa miaka 1000 wa Masiha, enzi hii ya mwisho, kama sehemu ya mpango wake mkuu wa ukombozi, pamoja na utawala wa bibi harusi wake. Hii imeamriwa na inaletwa na uwepo wa Yah, na tunaona wazi hili limeandikwa katika sura za mwisho za Ezekieli na nabii mkuu Ezekieli. Kwa hiyo ni wazi kabisa tutakuwa na uwepo wake halisi wa kimwili pale. Hakuna mjadala hapa na hautakuwepo. Na Shadows ipo katika mfano huo wa kivuli halisi, pamoja na ndani ya utawala wa bibi harusi wake, kama jambo la lazima kwa amri yake na uwepo wake. Kisha bila shaka tunafikiria kwa mtazamo wa umilele, na kile ambacho haya yote yanaelekea ni moyo wa watu wake kuelekea umilele. Daima ilikuwa ni shauku ya uwepo wake na agano lake. Kwa hiyo anatimiza mpango huu mkuu kabla hatujaingia nje ya eneo la muda mara nyingine tena. Na kwa hivyo amefanya jambo hili la ajabu, Michael, tunaposonga mbele. Na kwa kweli imetolewa kwetu na kuwekwa wazi kupitia Torati, simulizi za kihistoria na bila shaka unabii unaokuja. Kwa hiyo tunachotaka kufanya si kubadilisha chochote kati ya haya, bali kukubali tu kwamba hivi ndivyo ilivyo, hivi ndivyo ilivyosemwa, na hatuwezi kubadilisha wala kuchezea mambo haya ili kuyafanya. Yah na mpango wake wa ukombozi na amri zake na bila shaka uwepo wake havipaswi kulazimishwa kutoshea upendeleo wetu wa kidini, mawazo yetu ya awali, au mafundisho au hadithi zozote tulizopokea kuhusu mafundisho ya kinabii au mapokeo ya kibinadamu, bila kujali upande wowote wa mto. Ndiyo, na nadhani jambo kuu, namaanisha jambo kuu rahisi tunalojaribu kulizungumzia katika haya yote ni nini kinachofanya Naos dhidi ya Hyrion? Ni Yaris, uwepo wa kimwili, na hivyo nuru yake inang'aa kutoka kwa Naos huyo. Na hivyo ingawa hekalu hili la 4, unajua hekalu kuu la Dario, ingawa Yah aliliamuru, hakuweka uwepo wake ndani yake. Na hili ni jambo ambalo mara nyingi linasahaulika, na matokeo yake watu wanaonekana kusahau hilo. Kwa kweli, kinachofanya kitu kitengwe ni Elohim mwenyewe. Kwa hiyo tusichanganyikiwe. Kwa sababu tu Yah aliagiza kitu, hakumaanisha kwamba aliweka uwepo wake pale. Tunaona wapi uwepo wake baada ya kuharibiwa kwa hekalu la Sulemani? Kwa hivyo hatusemi haipaswi kuwepo au inapaswa kuwepo. Tunazungumzia uwepo wa Yah na hivyo nuru yake. Na hiyo ndiyo yote. Ni kweli zipi zilizotengwa, mahali pa kupumzika, kama tunavyoweza kuelewa kimaandiko, kama inavyohusiana na Nos, uwepo wake ukiwa mahali fulani? Na hakika tunaweza kutoa hoja bila shaka katika Torati, na Musa na Haruni kwenye hema la kukutania, na pia kwa mfalme Sulemani. Tunaweza kutoa hoja kuhusu pango la Yeremia kwa sababu hatuoni kutokuwepo kwake kikiingia. Kwa hakika, kwa mtazamo wa kinabii, utawala wa miaka 1000 au enzi ya mwisho na kuu kabisa ya prana ya ukombozi, utawala wa Masiha, hilo ni jambo lililo wazi kabisa. Na bila shaka kwa mtazamo wa milele, ikikaa miongoni mwa watu wake, naye akiwa nje ya mipaka ya muda, hekalu la milele. Hivyo tunaweza kuzungumzia haya kwa uhusiano na mahali patakatifu na uwepo wa Elohim. Haya mengine tunahitaji kuanza kuelewa kwamba kuna mambo hapa ambayo hatuwezi tu ghafla kuyafanya kuwa mahali patakatifu halisi, kwa sababu inahitaji mwanga, uangazaji, uwepo wa Elohim ili kutimiza sifa hiyo ya msingi. Hivyo yote hayo yamesemwa, haya yalikuwa msingi wa swali hili: ni nini hasa kilichotokea kwenye Tavi ya Kale? Kwa sababu kuna hadithi maarufu au hadithi kadhaa maarufu zinazozunguka kuhusu kusulubiwa kwa Masiha. Na nini hasa kilitokea wakati wa kifo chake? Na tena, wakati mwingine ukweli ni rahisi sana, lakini hatuwezi kuona kwa sababu ya miti mingi. Lakini ukishaona huwezi tena kuupuuza. Na inafanya kuwa na maana zaidi kibiblia, hasa ndani ya muktadha wa mpango wa ukombozi. Tunataka tu kuweka msingi mdogo wa Torati.
kwa sababu kila kitu kinachotokea kuhusu mpango wa ukombozi unapaswa kuwa na uwezo wa kukiweka ndani ya muktadha wa Torati. Katika Mambo ya Walawi 6 mistari ya 27 na 28, hii inahusu sadaka za dhambi na jinsi makuhani walivyopaswa kushughulikia sadaka ya dhambi, na hasa kwa vitu ambavyo vingechafuka au kuguswa na damu ya sadaka ya dhambi. Inasema chochote kinachogusa nyama yake, yaani ya sadaka ya dhambi, kitatengwa, na damu yake ikimwagika juu ya vazi lolote, utalisafisha lile ambalo damu imemwagika juu yake mahali patakatifu. Kwa hiyo kimsingi Torati inasema ikiwa damu ya sadaka ya dhambi ingetapakaa kwenye vazi lolote, ilibidi ulioshe mahali patakatifu. Sasa neno la mahali kwa Kiebrania ni makom, ambalo linamaanisha ni mahali pa jumla, eneo au sehemu ya kusimama. Cha kuvutia ni kwamba linaweza pia kumaanisha hali ya mwili au akili, jambo ambalo ni la kushangaza ukianza kufikiria kuhusu damu ya sadaka ya dhambi ya kweli, yaani damu ya Masihi na ile iliyonyunyiziwa dhamiri. Kuna madokezo ya kuvutia sana hapo. Lakini cha kuvutia zaidi ni kwamba mzizi wa neno makom ni neno la Kiebrania kum, ambalo linamaanisha kuinuka, kuinuka, kusimama, kuinuka. Fikiria, je, hii ni dokezo la ufufuo? Ikiwa damu ya sadaka ya dhambi ya kweli itanyunyiziwa kwenye baadhi ya nguo, je, itaweza kuinuka katika siku ijayo? Madokezo ya kuvutia hapo. Lakini inaendelea na chombo cha udongo ambacho kimechemshwa ili sadaka ya dhambi iwekwe juu ya madhabahu, lakini pia inaweza kuchemshwa kwenye sufuria na viungo hivi vingekuwa vimetengenezwa kwa udongo. Fikiria udanganyifu kwamba sisi ni vyombo vya udongo. Na hata hivyo, chombo hicho kitavunjwa. Ikiwa imechemshwa kwenye chombo cha shaba, kitasuguliwa na kuoshwa kwa maji. Kwa hivyo, ikiwa sadaka ya dhambi iliwekwa kwenye chombo cha udongo, chombo hicho kilipaswa kuvunjwa. Kwa hivyo, fikiria dunia, sawa? Fikiria kile ambacho damu ya Masihi ilinyunyiziwa juu yake. Lakini kama chombo kilikuwa cha shaba, tena ilibidi ukisugue na kukisuuza kwa maji. Kwa hivyo, fikiria, unajua, kutakaswa, kuoshwa na maji yaliyo hai ya neno. Sasa itavunjwa. Katika Kiebrania ni shavach, ambayo inamaanisha kungoa kwa nguvu, kuvunja. Inamaanisha kuponda vipande vipande kama chombo cha udongo. Fikiria mfinyanzi na udongo na vitu hivi vyote, lakini lazima vivunjwe kabisa. Kwa nini? Kwa sababu damu takatifu ilimjia. Hivyo basi, huu ndio msingi wako wa Torati, picha ya kivuli kwa jambo ambalo litatokea na ambalo tunaamini lilitokea, halisi kabisa, katika nyakati za majira ya kuchipua zilizopangwa. Yote haya ndiyo hasa yaliyotokea kwenye Tavi ya Kale, na ilikuwa halisi kiasi gani kweli? Na Yeshua akapaza sauti tena kwa sauti kuu na akatoa roho yake. Sawa, kuna jambo la kuvutia linalotokea hapa, na utaona kile tulichofanya kwenye picha za mafundisho. Kuna ushuhuda unaotolewa na walinzi wa Rumi. Sasa hatuamini kwamba hilo limetokea kwa bahati tu. Inaonekana kuna mashahidi muhimu wa Kirumi ambao wanawakilisha utumwa wetu. Tumekuwa katika utumwa wa Kirumi kwa karibu miaka 2000 iliyopita. Bado tuko utumwani. Tuko karibu kukombolewa kutoka katika utumwa huo wakati wa kutimizwa kwa anguko, nyakati zake zilizowekwa za anguko. Kwa hivyo, tuna nini hapa? Na walishuhudia nini hapa? Na inasema, na tazama pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Sasa, hii inavutia. Kumbuka, tulikuwa tukifanya kazi hii ya nails na heroin. Na unajua ni neno gani linalotumika hapa? Na hili neno linatumika kwa ajili ya nini? Pazia.
Na hili neno linatumika kwa ajili ya nini? Kupasuka. Kwa sababu tukichukua jinsi jambo hili limefundishwa kimapokeo, na nililigusia hili kwenye mkombozi wa damu kama sehemu ya mafundisho ya upatanisho katika mafundisho yote ya nyakati zilizowekwa mwaka jana, na nikasema tutaenda, unajua, kuchunguza na kuchukua safari zaidi ndani ya haya yote kama matokeo ya kugongana na nyakati zake zilizowekwa mwaka huu wakati wa masika. Na kwa hiyo tunafanya hivyo, na hivyo kama sehemu ya hilo, hili pazia, hili kataetama, Kigiriki pazia lililotandazwa kufunika mzizi wa kata chini kutoka kote kulingana na kuelekea kando. Sasa tukifikiria tu hili kama pazia, na tunajua kwamba walikuwa na pazia kubwa la hekalu, unajua, ambalo lingefunika sehemu ya kwanza ya patakatifu na mambo kama haya. Na bila shaka hii ilikuwepo wakati wa ujenzi mpya wa Herode. Lakini kinachovutia hapa ni kwamba inaporejelea kwa Kigiriki, kwa kweli ni kueneza, kufunika. Nani inajitokeza yenyewe kutoka na chini, kutoka au kote. Kwa hivyo kuna kitu kinafunika. Sasa neno linalotumika hapa katika Mathayo si herioni. Kwa kweli inatumia neos, sio kitu kama neos. Kwa kweli inasema neos, ambayo ina maana kwamba chochote kinachorejelewa hapa kimetengwa kweli. Sasa tunajua kutokana na kila Yeshua alichoonyesha, tunajua hakuna kumbukumbu ya uwepo wa Yawe popote karibu na hekalu la Herode lililojengwa upya. Kwa hivyo hii inavutia. Ungelitumia neno herion hapa kama kweli ilikuwa inarejelea hekalu la Herode. Kama sivyo, hii ingekuwa ni kukosekana kwa uhusiano, kinyume ambacho kingetupa sababu ya kupinga uwepo wa mahali patakatifu. Ningeweza kufanya hivi hasa kama tungekuwa kutoka mtazamo wa wasomi wasioamini Mungu, tunaweza kuja na kusema, basi maandiko yanaanza kujipinga yenyewe kama ungeangalia kwa undani zaidi katika Kigiriki. Au ilikuwa hivyo? Neno lilotumika hapo ni kitu kinachofunika naos, halisi iliyoraruka. Neno lililopasuka, skizo, kupasua vipande viwili. Angalia hili, rarua, gawanya kwa rarua, ili ugawanye katika vikundi. Sasa hii inavutia. Tukichukua tu pazia lote, jambo la hekalu lilipasuka, na jinsi haya yote yanavyoelezewa na kukubalika, upande wa Wakristo wa mto unaotegemea hekalu la Herode, kuna mgongano kidogo ikiwa tutazama kwa undani zaidi. Kwa hivyo tuendelee na tuangalie zaidi hapa. Na pia kutaja pale unapoona neno lililoraruka hapa na neno lililopasuliwa ni neno lile lile la Kigiriki. Katika Kiingereza tumepasua na kugawanyika. Sawa. Sasa neno la Kigiriki kwa haya yote mawili ni shikizo. Kwa hiyo kimsingi Kiingereza kinakudanganya kwa sababu kinatumia maneno mawili ambapo kuna neno moja tu. Kwa hiyo ama hekalu, chochote kile, pazia hili liliraruliwa na miamba ikararuliwa. Sasa hilo halina maana sana. Inawezekanaje miamba ikararuliwa? Au ilipasuliwa na chochote kile, pazia hili lililokuwa juu ya naos, hilo pia lilipasuliwa. Huwezi kuwa na yote mawili kwa wakati mmoja. Lazima utumie neno moja la Kiingereza kuonyesha kile ambacho Kigiriki kinasema hapa. Isipokuwa unajaribu kuchora picha fulani kwa njia yako, na Kiingereza kinasababisha utepe. Kwa hivyo tukiendelea hapa, Michael, sasa tutaangalia juu, chini na mgawanyiko ambao bila shaka Michael ameuelezea tu. Sikizo hapa unatumika kama neno tofauti kwa Kiingereza. Kwa hivyo pale ilipokuwa ikisema hekalu kwa Kiingereza, hapa sasa wanatumia maneno mawili tofauti kwa urahisi. Na je, kuna simulizi linalojaribiwa kuundwa? Au kwenye hadithi ambazo zinajaribu, unajua, ninaposema zinajaribu kuundwa kwa bahati mbaya au makusudi, vyovyote vile mila na hadithi zinashika kasi. Kwa tunasoma simulizi kwa mtazamo fulani. Sasa kwa nini maneno mawili tofauti yanatumika hapa? Juu hadi chini ni jango la kuvutia sana hapa kati ya Kiingereza na Kigiriki. Sawa, ndivyo Nathan, kutoka juu, kutoka mahali pa juu ya vitu vinavyotoka.
Elohim. Sasa, hii inavutia. Tangu mwanzo iwe nuru. Kwa hivyo, hili ni jambo la kuvutia sana hapa. Unajua, ni vigumu kuielewa hii kwa Kiingereza, lakini kuna kitu kinatoka moja kwa moja kutoka kwa Elohim kuhusiana na simulizi hii. Na kwa hivyo, Kigiriki kina undani zaidi kuhusu hili. Kisha tunaenda chini, kato. Chini kuelekea chini. Chini kabisa. Sio mbele ya, sio machoni pa, chini, mahali pa chini wa mfululizo wa muda. Kwa hiyo, ni mahali pa muda tu. Fikiria pango la Yania. Kuna kitu cha kuvutia pale. Kwa hiyo, kuna kitu kutoka kwa Elohim kinashuka hadi mahali fulani chini, na kuna kupasuka au kugawanyika kwa kifuniko halisi.